Tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuiwezesha serikali kuwekeza katika mifumo kwa ajili ya utendaji pamoja na mifumo ya uwezeshaji wa kutoa huduma kwa wananchi katika sekta zote hapa nchini. Ndio maana serikali iliweza kufanya digital transformation katika utumishi wa umma ambao umekuwa centered, tunasema citizen centric approach, kuwaweka wananchi at the center. Yani hapa wale ni wateja wetu, sisi ndio tunawatumikia. Tulipokea matumizi ya mfumo wetu wa PEPMIS au utendaji, lakini wakati mwingine tumepata changamoto ya kuona utekelezaji hata matumizi ya mfumo, na watumishi wa umma naamini kupitia viongozi, kupitia sisi wenyewe tumekusudia kubadilika. Tumekusudia kufanya maboresho makubwa ya utendaji katika nyanja zote, kwenye huduma zote. Kwenye sekta ya afya tunagusa wananchi kila siku, maboresho makubwa katika customer care, katika maboresho kwenye mfumo wa bima ya afya, namna gani wananchi wanapata huduma, namna gani wanajaliwa wakifika katika mazingira ya hospitali pamoja na vituo vya afya. Lakini pia uwekezaji ni mkubwa katika sekta ya elimu. Tumeona miundombinu kuanzia ngazi ya awali, shule ya msingi mpaka sekondari pamoja na level ya advanced, lakini pia hata vyuo. Kote uwekezaji ni mkubwa sana. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na kumpongeza kwa hilo, kutupatia kipaumbele kwenye miradi yote ya boost, SEQUIP pamoja na mapato ya ndani. Kwa hiyo tunaomba mafunzo haya yapewe kipaumbele, usikivu, uratibu katika halmashauri zetu zote ambazo yanaenda kutekelezwa. Kwa hiyo makini, bidii na kuzingatia sera na sheria ambazo zimewekwa ili kutekeleza sera na misingi. Tutaelekezwa pia kwenye swala la upangaji wa malengo, majukumu ya watumishi binafsi on daily, weekly, monthly, quarterly and annually, lakini pia taasisi zetu. Swala lingine, tuko hapa pamoja, tunaenda kuangalia namna bora ya kuangalia vyanzo vipya vya mapato. Kwa hiyo mabadiliko, maboresho, business is unusual, wapa tabasamu wananchi, huduma bora